Na mwenyekiti, cha kwanza nataka ujitambulishe vizuri na pia utuambie siku ya leo mwenyekiti wa wilaya ya Kinondoni amekualika wewe pamoja na wazazi wenzio kuja kushiriki katika iftar. Una chochote cha kusema labda? Ninacho. Kwanza nijitambulishe, ninaitwa Profil Masawe. Ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni. Kuhusu la kuzungumza kuhusiana na futari ya leo hapa kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kinondoni, kwanza nimpongeze kwamba amekuwa na uthubutu na moyo wa kukaa karibu na wananchi wake anaowaongoza. Lakini nilichoweza kujifunza ni mwenyekiti anatumia nafasi hii kuweza kuzungumza na wananchi wake, kuelewa kero mbalimbali au kupata ushauri ambao sio rasmi. Kwa hiyo kusanyiko kama hili la chakula cha futari kwanza ni swala la kiimani, lakini pia swala la kiutendaji limo ndani yake vile vile. Kwa hiyo nimpongeze kwa sababu kuna vitu ndani ya kusanyiko hili ambavyo vinaweza vikaifanya jamii iendelee ikipata elimu, lakini pia na ukaribu wa kushirikishana mambo kati ya mtu na viongozi. Kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba sasa hivi viongozi wanakiwa wanafanya wanataka wenye kufuturisha huko mji mtaani kunapoenea ili kusema yale ya kwao yaliyopo moyoni, lakini tumemsikia mwenyekiti kasema yeye hana hicho ambacho watu wanaweza wakakiwaza. Wewe hilo kwako swala kwako limekugusaje? Kwanza kila mwananchi ana haki ya kuzungumza jambo analoona linafaa, lakini bila kuvunja sheria. Kwa hiyo uwezi ukakisi fikra za mwanadamu mwingine anachokiwaza. Kuna kuona, kuna kuelewa, kuna kutafsiri. Lakini mwingine anaweza akaona, akaelewa, lakini akatafsiri tofauti. Sasa hatuwezi kuzuia kabisa tafsiri mbalimbali za watu wa aina hiyo kuzipeleka kwenye kule akili yao inakuwafikirisha. Lakini nachoweza kusema ni kile nilichokisema. Na kweli watu wengine wanaweza wakawa wanafanya mambo yao kwa makusudi na malengo ya kisiasa, lakini wengine wanaweza wakawa wanafanya kwa malengo ya kiimani, wengine kwa malengo ya kuisaidia jamii isiyokuwa na uwezo wa kujitosheleza kwenye eneo kama hili la futari. Tumekuwa tukiona watu wenye mioyo yao ambao sio wanasiasa wakiwakusanya watu na kuwafuturisha. Na ukifuatilia unagundua hawana manufaa yote wanayoyapata ya kisiasa zaidi ya kuwa na imani ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watu tunaweza kutofautiana katika kufikiria kuendana na matukio ya nayo tofauti.